Katika dunia ya teknolojia na sayansi ya anga, jina Elon Musk limekuwa kama ishara ya ndoto zisizowezekana. Na sasa ndoto yake kubwa zaidi, kupeleka mwanadamu kwenye sayari ya Mars, inaonekana kuwa karibu kuliko ilivyowahi kuwa. Kwa mara ya kwanza, SpaceX imetangaza rasmi toleo jipya ya roketi yake kubwa zaidi, yaani Starship V3, roketi iliyotengenezwa mahususi kwa safari ya kihistoria kuelekea Mars. Starship V3 ni matokeo ya miaka mingi ya majaribio, makosa na mafanikio. Toleo hili jipya limeboreshwa kwa kiwango cha juu sana, lenye injini mpya zinazojulikana kama Raptor 3 zenye nguvu na ufanisi mkubwa kuliko injini zote zilizowahi kutengenezwa na SpaceX. Elon Musk mwenyewe aliandika kwenye akaunti yake ya X zamani, ambayo ilikuwa inafahamika kama Twitter, Starship V3 ni nyepesi zaidi, ina nguvu zaidi na iko tayari kwa safari ya Mars. Kwa mujibu wa taarifa kutokea SpaceX, Starship V3 imeundwa kwa mfumo wa chuma cha stainless steel, si tu kwa uimara bali pia kwa uwezo wa kustahimili joto kali wakati wa kurudi duniani. Pia imeongezewa grid fins kubwa zaidi ambazo zitasaidia kuongoza roketi kwa usahihi wakati wa kutua. Kwa teknolojia hii, roketi inaweza kutumika tena, jambo linalopunguza gharama kubwa za safari za anga. Elon Musk alisema lengo ni kuunda mfumo wa roketi ambao unaweza kurudi, kujazwa mafuta na kuruka tena kama ndege. Lakini ni nini hasa kinachofanya Starship V3 kuwa tofauti? Ni uwezo wake wa kusafirisha mizigo mizito zaidi na watu wengi zaidi hadi anga za mbali. Kwa mujibu wa makadirio ya awali, roketi hii inaweza kubeba zaidi ya watu 150 tani za mizigo hadi anga ya chini ya dunia, na hadi zaidi ikiwa itatumika kwa safari ya Mars. Kwa maneno rahisi, Starship V3 si tu roketi bali ni mashine ya kubadilisha historia. Kwa sasa SpaceX inaendelea na majaribio ya mwisho katika kituo chake kikuu huko Starbase, Texas. Huku ndipo injini za Raptor 3 zilipojaribiwa na mafundi wahakikisha kila pande cha chuma kinachukua nafasi yake sawasawa. Musk amethibitisha kwamba ikiwa kila kitu kitaenda kama kilivyopangwa, basi Starship V3 inaweza kuruka kwa majaribio yake ya kwanza mwanzoni mwa mwaka ujao. Na kama safari hiyo itafanikiwa, itakuwa hatua kubwa kuelekea lengo kuu, kuelekea ama kupeleka binadamu wa kwanza mwenyewe Mars. Katika historia ya binadamu, kila kizazi kimekuwa na changamoto yake. Kwa kizazi cha Elon Musk, changamoto hiyo ni kuvuka mipaka ya dunia. Na sasa kwa Starship V3 inaonekana mwanzo wa safari ya sayari nyingine umeanza rasmi. Kama tunataka wanadamu wenye spishi ya sayari nyingine, anasema Musk, basi Starship V3 ndio tiketi yetu ya kufika huko. Na ndivyo hivyo dunia inavyoshuhudia hatua nyingine kubwa zaidi ya ubinadamu kuelekea nyota, safari ya mwanzo kuelekea Mars, safari ya SpaceX Starship.